أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدي ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. من عبدي ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. بأنوار بسم الله يقضى مراديا وتهرع لي الأرواح والكل ساعيا. وأقسمت بالجبار جل جلاله على كل جبار من الجن عاتيا. من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. وألزمت خدام طهاطي لطاعتي سريعا بلا مهل يجيب المناديا. أجيبوا أجيبوا يا بني الجن كلكم بعزة من أرسل الجبال الرواسيا. من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama kawaida leo ni siku nyingine tena ya Alhamisi nyingine na kualika moja kwa moja kwenye jukwaa la Dr. Saidna Sheikh Yusufu Diwan Al-Ghazali, na kubwa kabisa ni namna ambavyo tunaelekea katika jukwaa letu la leo litakuwa na utofauti kidogo, na haswa jukwaa hili ambalo lipo kuelekea mwishoni kabisa mwa mwezi huu ni jukwaa ambalo litakwenda kugusa kila kipengele ambacho kinachohusu masuala mazima ya dua, haswa baada ya wale ndugu zetu ambao katika mataifa mbalimbali wa kutekeleza utaratibu wao wa dua, lakini pia na utaratibu kafanyika vizuri na hatua zote zikapita, na sasa ni siku rasmi, siku ya leo kwa ajili ya kufanya dua kwa ajili ya ndugu zetu hao ambao wapo katika mataifa ya aina mbali huko nchi tofauti ambazo kwa ujumla wao na hesabu na idadi iliyotakiwa tayari leo imekuwa ni siku rasmi kwa ajili ya kufanya jambo lao. Na siku ya leo tutakwenda katika dua ambayo italenga vipengele vifuatavyo. Kwanza kabisa ni masala mazima ya wale ambao waliojisajili kunako sala tu la matatizo na mashaka ya aina mbalimbali ya ndoa zao. Utulivu, hakuna vurugu, kukimbiwa na yani kimbiana, lakini pia wengine vurugu, matatizo, mipishano, migongano isiyoisha. Basi hao rasmi kabisa kipengele chao kipo kwa ajili ya dua hiyo, na wao taratibu zao zote zimefanywa kwa ukamilifu wake, na sasa leo imekuwa siku rasmi kwa ajili ya kwenda kukamilisha swala zima la dua yao. Lakini bila kusahau tunakwenda katika hatua ya pili ambayo pia ndugu zetu katika maeneo mbalimbali nchi tofauti wameweza kuwasiliana nasi na taratibu wao kufanyika vizuri, na sasa tunakwenda kufanya dua yao kwa ajili ya masuala mazima ya kiriziki pamoja na kazi zao, ima shughuli zao kwa ujumla. Basi hiyo pia nao wamefanya taratibu wao katika ufasaha wa hali ya juu mno, na leo umekamilika, na leo hii kipengele chao
kipo kwa hao watu maalum tu ambao tunao waliokusudiwa, lakini pia na waliofanya taratibu zao zikawa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bila kusahau tunayo hatua yetu ya mwisho ambayo italenga masuala mazima ya maradhi. Maradhi hayo yanahusishwa maradhi ya kibiolojia na yale maradhi ambayo si ya kibiolojia, kwa maana yake maradhi ya kiroho, na kusudia hapo uchawi na mashetani na mambo mengine ambayo huenda wewe ndugu yangu yaliwapata ndugu zetu hawa. Sasa taratibu ukafanyika vizuri, na leo ni siku ya hitimisho ya kuwafanyia dua yao. Lakini hii sasa, utaratibu huu ni taratibu ambao umekuwa kifanyika mara kwa mara, lakini leo hii imekuwa ni siku maalum kwa ajili ya ndugu zetu hawa, tena zinafanyika kwa idadi maalum kabisa. Hivyo basi, kwa wewe ambaye una mitihani mfano wa hii, kwanza masuala mazima ya ndoa yako imekuwa ni migogoro isiyoisha, kila siku unazuka jipya, mitihani imekuzonga kila ukicha, lakini pia uliyekimbiwa, basi pia na utaratibu wako unaweza kufanywa kama ndugu zetu waliofanyika hawa, na wewe pia ukiendelea katika taratibu ile kwa bora, ili nawe upate siku yako rasmi kabisa kwa ajili ya dua itakayokulenga wewe kwa utaratibu ulio kamili kwa niaba yako wewe pamoja na ndoa yako, ima wewe pamoja na mume wako au wewe pamoja na mke wako au yule aliyokukimbia na vitu kama hivyo, ili aweze kutulivu patikane, lakini pia mahaba yaweze kushamiri. Na bila kusahau na wale ambao kwa changamoto ya kazi zao, biashara zao, shughuli zao, lakini pia masuala ya riziki yamekuwa mazito sana, basi tunaweza kuungana nasi pia ukawasiliana nasi tukupata taratibu ile kwa bora ufanyika kama ambavyo ulifanyika kwa ndugu zetu hawa, ili sasa moja kwa moja na wewe tukuandalia siku yenu rasmi kwa ajili ya kufanya jambo hili. Na kubwa, tuna wiki 3 ambazo tutakuwa mbele yetu kwa ajili ya kukusanya majina ya watu hawa na taratibu zao. Tarehe 13 ya mwezi wa 8 tutakuwa ni wiki ya 3 katika jukwaa letu ambalo tutakwenda kufanya dua pia rasmi kwa ajili ya ndugu zetu hawa. Baada ya majukwaa 3 ambayo yatakuwa yamepita, basi rasmi itakuwa kwa ajili ya hawa wanaoanza sasa kwa ajili ya katika jambo letu hili. Na mimi nipeleke kipaza hichi Dr. Saidna Sheikh Sofyan Al-Ghazali ili naye pia aweze kutupa mwongozo taratibu bora namna gani dua itakwenda. Lakini kabla kupeleka huko, nikwambie tu, kumbuka jukwaa hili naruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku ya Alhamisi. Jukwaa letu huwa linaruka, lakini kubwa kabisa namna ambavyo huduma zetu zinapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Bila kusahau unaweza kutupigia ama kuwasiliana nasi kupitia namba za simu 0748 86 97 33 au 0659 87 86 97 34 au 0659 86 97 34. Tupigia sasa ili kupata mwongozo uliokuwa mzuri zaidi katika kuliendea jambo lako hili, na wewe uwe miongoni mwa watu rasmi waliorasimishwa kwa ajili ya dua. Hii ni kwa ajili ya ndugu zetu hao, lakini wewe pia bado nafasi unayo. Muda huu napeleka kipaza kwa Dr. Saidna Sheikh Sofyan Al-Ghazali ili atupe mwongozo, na kisha baada hapo tuingie moja kwa moja katika dua kwa ajili ya ndugu zetu hawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dr. Saidna Sheikh Sofyan Al-Ghazali wanajukwaa, na wale ambao walio rasmi kwa ajili ya dua wako tayari sasa kufuata mwanzo mpaka kufikia tamati wa jukwaa letu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, leo ni siku muwafaka kwa ajili ya dua, na dua hii ni maalum sana kwa ndugu zetu ambao waliwasiliana nasi na tukawapa utaratibu ambao unaotakiwa, na wao wakautekeleza ule utaratibu, na sasa siku ya leo ni siku muwafaka kwa ajili ya dua yao. Dua yetu ina vipengele vitatu.
Kipengele namba 1 ni maalum sana kwa ajili ya taisiri zawaj, kwa ajili ya kufanya wepesi kwa wale ambao wapo katika uchumba. Yani wapo katika uchumba, lakini uchumba unakuwa unaishia tu kuitwa wachumba, hawafiki katika suala linaloitwa ndoa. Leo insha Allah walitutumia majina yao, tukawapa utaratibu na wao wakatekeleza ule utaratibu ambao unaotakiwa, na leo ni dua yao rasmi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie huu chumba uweze kutimia na zipatikane ndoa za kisharia biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika wasulhu baina al-azwaj, lakini kadhalika na hii ni dua rasmi kwa ajili ya kutengeneza sulhu baina ya wanandoa waliogombana. Basi hii ni wakati muafaka kwa ajili ya kutengeneza sulhu. Hii ni dua mujarrab kwa wale ambao waliwasiliana nasi wakatueleza mashakili yao ya kindoa, lakini kadhalika wakatueleza majina yao na taratibu tukazifanya biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hii leo ndio muafaka zaidi kwa ajili ya dua yao rasmi kwa ajili ya kutengeneza sulhu katika ndoa zao. Lakini kadhalika wadaf'ul mashakili baina zawjain, na hii ni dua mujarrab sana kwa ajili ya kuondosha mizozo, migongano ya hapa na pale, sintofahamu katika ndoa. Hii ni dua mujarrab kabisa, na tunakwenda kuifanya kwa ajili ya ndugu zetu ambao waliwasiliana nasi, tukawapa utaratibu uliokuwa bora na wao wakautekeleza utaratibu huo. Insha Allah biidhnillah, huu ni wakati wao sasa wa kuwafanyia dua yao. Lakini wa mashakilu nufuri bainihima, lakini kwa wale ambao wana tatizo la kukimbiana, mke anamkimbia mume, sasa mume anataka mke huyu arudi ili maisha yaendelee, au mume anamkimbia mke na mke anataka mume huyu arejee ili maisha yaweze kuendelea, basi hii ndio dua yao rasmi. Wale ambao waliwasiliana nasi tukawapa utaratibu na wao wakatekeleza utaratibu huo, sasa hii leo ni wakati rasmi kabisa kwa ajili ya dua yao. Kama wewe sasa nawe unataka kuwa ni mmoja miongoni mwa wale ambao wana matatizo haya katika ndoa yao, ndoa inayumba, matatizo ya hapa na pale, vurugu za kila namna, furaha hakuna, maelewano hakuna, lakini kadhalika kwa wale wachumba, uchumba unaishia kuitwa wachumba tu, hawaingii katika ndoa, basi wasiliana nasi. Kuna utaratibu tutakupa hivi sasa, ambapo tunaandaa dua rasmi siku ya tarehe 13 mwezi ujao. Kwa hiyo cha msingi itakuwa dua hii ina watu rasmi, kwa maana idadi maalum. Hivyo wasiliana nasi, tutakupa utaratibu, tekeleza ule utaratibu ili nawe tukuweke katika orodha ya wale ambao tutakuja kuwafanyia dua rasmi katika masala ya ndoa yao, hasa katika tarehe 13 ya mwezi ujao biidhnillah. Fanya hivi sasa ili usije ukajikuta umevuka ile idadi ambayo tuloitarajia biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunakwambia fanya hivi, wewe ndugu yangu ambaye uliwasiliana nasi na tukakupa utaratibu na ukautekeleza, fanya hivi, ista'idil maa, andaa maji hapo ulipo. Yani andaa maji au zaitun, au andaa mafuta ya zaituni. Yani maana yake andaa maji au mafuta ya zaituni, au ukiweza vyote viwili, ikawa maji umeweza kuyapata na mafuta ya zaituni ukaweza kuyapata, yaandae vizuri kabisa biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuyaandaa hayo maji, twende sambamba sisi pamoja nawe tukisoma dua hii na tukiwekania kwa mashakil, matatizo ambayo yanayokusibu. Kama ndoa yako ina mitihani, sema ya Rabbi, kupitia katika dua hii ndoa yangu ina misukosuko, ya Allah naomba jaalia sakinata wal waqar, jaalia utulivu na maelewano bora katika ndoa yangu. Lakini kadhalika kama bado haujapata ndoa lakini una mchumba au una wachumba wanaokimbia, sema ya Rabbi, kupitia katika dua hii ya Allah, jaalia uchumba utimie na ndoa ifanikiwe ili mambo yaweze kwenda vizuri biidhnillah. Kama umekimbiwa, sema ya Rabbi, kupitia katika dua hii, huyu ambaye alonikimbia, tena mtaje jina hapo katika dua, mwambie ya Rabbi na kuomba mrejeshe
kama ni mume au mke mrejeshe biidhnillah. Majina ya ndugu zetu ambao wametumia majina yao wakatekeleza utaratibu tulioelekeza, hatuwezi kuyataja hapa, itabaki kuwa ni siri yetu kwa utaratibu ambao tuloutengeneza biidhnillah, kwa sababu za kiusalama na sababu za kimaarifa. Kwa hiyo kisha andaa maji na mafuta ya zaituni au maji au mafuta ya zaituni. Sasa twende rasmi katika dua. Hichi ni kipengele cha kwanza katika dua rasmi kwa ajili ya masala ya ndoa na wanandoa. Kwa hiyo inshallah tuweke nia sasa, tuingie katika dua. Na wewe ambaye unahitaji katika dua ijayo, na wewe uwe umo hivi sasa. Baada ya kusikia taarifa hizi, usisubiri kesho wala baadaye, wasiliana na sisi sasa hivi. Uliza utaratibu, utekeleze ule utaratibu haraka sana, nawe tukuweke katika orodha ya wale ambao tutakwenda kuwafanyia dua rasmi kama hii ambao tunawafanyia wenzako katika tarehe ya leo. Basi inshallah hiyo itakwenda kufanyika tarehe 13 ya mwezi ujao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuweke nia sasa, twende katika dua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم ربنا إنا نسألك في هذه ساعة شريفة المباركة المعظمة المكرمة يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مقيل العثرات يا من إذا دعي أجابا يا من إذا سئل منه أعطى يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زده شرفا وكرما محبة ورفعة وجلالا وتعظيما يا من على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها عندك
أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Inshallah tuweke nia katika kusuluhu ndoa zetu, tuweke nia katika kujalia ndoa zetu ziwe na amani. Kwa wale waliokimbiwa basi warejee wale waliokimbia, lakini kadhalika kwa wale ambao wanaishia kwenye uchumba, Mwenyezi Mungu ajalie ndoa ziweze kutimia. Tuweke nia tukiwa na imani madhubuti kabisa na yakini katika mioyo yetu. Tunamuomba Mola wetu na bila shaka Mola wetu atatufanyia sahali inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدي ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. من عبدي ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. بأنوار بسم الله يقضى مراديا وتهرع لي الأرواح والكل ساعيا. وأقسمت بالجبار جل جلاله على كل جبار من الجن عاتيا. من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله. وألزمت خدام طهاطي لطاعتي سريعا بلا مهل يجيب المناديا. أجيبوا أجيبوا يا بني الجن كلكم بعزة من أرسل الجبال الرواسيا. من عبد ذليل
يا الله إلى مولى الجليل يا الله ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله وبسر أنوار الجلالة والبهاء وزجره السامي بأهيا شرهيا أدوني أصبعوت يسطع نوره ويجذب خدام التهاطيل داعيا ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ذليل يا الله جليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله مالكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة وبآل شدايا باجة نوره أجيبوا دعائي واحضروا بمقاميا ويا مذهب مرة أحمر وبرقان شمهروش إلي سواعيا من عبد ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله من عبد ذليل يا الله جليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا ملك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة وزوبعة ياتي وميمون حاضر جميعا ليقضوا يا كرام مراديا بنور لتهطيل أرجو حضوركم وسر ما تهطيل فالنور باديا ذليل يا الله إلى ما
مولى الجليل يا الله ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة بعزة قاطيطيل قد لاح أشهب بزجر قاطيطيل صرت مناديا بنور نهضتيل قضيت حوائجي ثم جال تطيل سر أصاليا دليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله دليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة لخهط طيل أسرع لي بجمعكم لمكفنجل في سر من ذاك عاليا أجيبوا جميعا وافعلوا ما أمرتكم فإن أجبتم بالتعاطيل أمريا يا الله إلى مولى الجليل يا الله ذليل يا الله إلى مولى الجليل يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبة يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بحق بسم الله أولنا نكنا رحمن نرحيم وسيم ثالك وجنا لك دياني نشتكي ضعف الحال بأمراض وفقداني تقبل يا منان ويكون فيكون. يا ربي كلا لينا حاجة مبنال يا رحمن ومكذينا حاجة mambo yawe sahalan umjaalina faraja kila wakati abadani taqabbal ya mannan wa kun fakun. Na sina mchumba mjaalie ya rabbana bila kufukiza vumba taqabbal subhana. Aliona khairi mchumba na hikma nyingi sana taqabbal ya mannan wa kun fakun. Ya rabbi wenye wake wakorofi wafanyie sahali wawe wapole latufi na tabia halali wawe na khairi lufufi na shari wasizijali taqabbal ya mannan wa kun fakun. Ya rabbi kila na mume mkali kama pilipili awe baridi tamami sio kama bulbuli akunjua usondimu furaha kwa kila hali taqabbal ya mannan wa kun fakun.
na aliye na kimada haraka afunge ndoa. Si lazima kinanda, takabbal hii dua. Asiharibu kitanda kwa zinaa lau halua. Takabbal ya mannan wa kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka masail al-arifin fajib da'watina bila raddin wala diddin wala niddin innaka la tukhlifu al-mi'ad. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. La hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Wa sallallahu ala khayri khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insha Allah, hiki ni kipande chetu cha kwanza cha dua. Tunakwenda kipande cha pili, litaisiri al-arzaqi, kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi katika utafutaji wa riziki zao, wal amali wal ni'ami. Lakini kadhalika na wale ambao wanaofanya kazi zao, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atie wepesi katika kazi zao na baraka. Lakini kadhalika ajalie milango ya utafutaji wao iwe kwa wepesi zaidi, kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiki ni kipande cha pili. Tunaomba mambo ya riziki kwa ndugu zetu ambao waliwasiliana nasi, tukawapa utaratibu na wao wakautekeleza ule utaratibu insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni dua rasmi kwa ajili yao. Kwa hiyo insha Allah tuende sambamba. Weka nia, tuende katika dua. Weka nia, tuingie katika dua insha Allah. Allahumma rabbana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله. يا الله يا حق يا نور يا مبين. نور قلوبنا بنورك واكسنا من نورك وعلمنا من علمك وفهمنا عنك وأسمعنا منك وبصرنا بك إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي يا الله اسمع نداءنا بخصائص لطفك. آمين آمين آمين. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. بكلمات الله تمات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا جميل الستر يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل اقضي حاجاتنا يا مجيب. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير. يا الله يا رزاق
رزاق ارزقنا رزق الخير يا من له الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكربا وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله يا الله يا حق يا نور يا مبين نور قلوبنا بنورك واكسنا من نورك وعلمنا من علمك وفهمنا عنك وأسمعنا منك وبصرنا بك إنك على كل شيء قدير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا سميع يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي يا الله اسمع نداءنا بخصائص لطفك آمين 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 يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير أعوذ بكلمات الله تمات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا جميل الستر يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل أقضي حاجاتنا يا مجيب يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا يا من له الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكربا وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين آمين يا رب العالمين يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير يا الله يا رزاق ارزقنا رزق الخير
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي Mwenyezi Mungu kwa hurma na utukufu wako na nguvu zako ya Allah ya Rabbal Alamin, kwa haki ya kisomo hiki cha dua hii ya Allah, tunakuomba wale wote ambao tumeweka katika utaratibu ya Allah, tunakuomba afungulie milango ya riziki zao ya Rabbi. Tunakuomba ondoa vikwazo katika shughuli zao ya Rabbi. Tunakuomba ondoa fitna katika shughuli zao ya Rabbi, wajalie khairi na riziki kwa wingi katika kazi wanazofanya, innaka ala kulli shay'in qadir. Mola wetu tunakuomba tujalie khairi, salama, amani na mafanikio wao pamoja nasi, innaka ala kulli shay'in qadir bi'izzatika wa jalalika hawlika wa qudratika wa bihaqqi la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Ya Rabbi, na sio na kazi waijua nia yake, maisha ya chuuza wala asiwe mpweke, matajiri wamtake kama yupo peke yake. Taqabbal ya mannan kun fayakun. Ya Rabbi, na aliona kazi malipo yapate, na cheo kilichowazi majuto yasimpate, umpandishe na hadhi na heshima ipate. Taqabbal ya mannan kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka masail al-arifin fajib da'watina bila radd wala ضد ولا ند إنك لا تخلف الميعاد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Inshallah tunamalizia kipengele chetu cha mwisho cha maradhi. Kwa wale ndugu zetu ambao tumefanya nao mawasiliano na tukaweka katika utaratibu jambo lao na wapo katika maradhi, baadhi yao wamesumbuliwa na maradhi ya kibiology na baadhi yao wamesumbuliwa na maradhi ambayo asili na vyanzo vyake vinatokana na uchawi pamoja na athari za kishetani pamoja na hasadi na vijicho. Ya Rabbi, tunakuomba waondolee maradhi wao pamoja nasi, kama jinsi ambavyo walivyoondosha maradhi kwa Nabii Ayubu alayhi salatu wasalam. Ya Allah, nao tunaomba wavue mitihani ya maradhi ambao walikuwa nao, walikuwa karibu na walikuwa katika nchi za mbali. Basi Mola wetu tunakuomba waondoshe athari na mashakili haya. Kwa inshallah tunaingia kipengele chetu cha dua ya tatu. Tuweke nia kisha tuingie katika dua. Allahumma rabbana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مرضنا الله يشفينا. إذا مرضنا الله يشفينا. الله إذا مرضنا الله يشفينا. الشيطان يؤذينا الله يشفينا. إذا مرضنا الله يشفينا. الله إذا مرضنا الله يشفينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرعت بتوحيد الإله مبسملا. سأختم بالذكر الحميد مجملا. وأشهد أن الله لا رب غيره. تنزه عن حصر العقول تكملا. مرضنا الله يشفينا. إذا مرضنا الله يشفينا. الله شيطان يؤذينا الله يشفينا. إذا مرضنا الله يشفينا. الله إذا مرضنا الله يشفينا.
وأرسل فينا أحمد الحق قيدا نبيا به قام الوجود وقد خلا فعلمنا من كل خير مؤيد وأظهر فينا الحلم والعلم والولاء الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا الله شيطان يؤذينا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا فيا طالبا عزا وكنزا ورفعة من الله فادعوه بأسمائه العلا فقل بانكسار بعد طهر وقربة فأسألك اللهم نصرا معجلا إذا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا الله شيطان يؤذينا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا بحقك يا رحمن بالرحمة التي أحاطت فكن لي يا رحيم مجملا ويا ملك قدوس قد السريرة وسلم وجودي يا سلام من البلاء مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا الله شيطان يؤذينا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا ويا مؤمن هب لنا أمانا محققا وسترا جميلا يا مهيمن مسبلا عزيز أزل عن نفس ذل واحمنا بعزك يا جبار من كل معضلا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا الله شيطان يؤذينا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا وضع جملة الأعداء يا متكبر ويا خالق خذ لنا عن الشر معزلا ويا بارئ النعماء زد فيض نعمة أفضت علينا يا مصور أولا إذا مرضنا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا شيطان يؤذينا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا رجوتك يا غفار فاقبل لتوبتي بقارك يا قهار شيطاني أخذلا بحقك يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا الله يشفينا الله مرضنا الله يشفينا شيطان يؤذينا الله يشفينا مرضنا الله يشفينا إذا مرضنا الله يشفينا
وبالفتح يا فتاح نور بصيرتي وبالعلم نلنا يا عليم تفضلا ويا قابض أقبض قلب كل معاند ويا باسط ابسطنا بأسرارك العلا مرضنا الله يشفينا الله مرضنا الله يشفينا الله شيطان يؤذينا الله يشفينا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا الله شيطان يؤذينا الله يشفينا مرضنا الله يشفينا الله إذا مرضنا الله يشفينا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب tunakuomba kwa hurma na utukufu wako na nguvu zako ya Allah ya Rabbal Alamin, waponyeshe wagonjwa wote ambao wale tumewasiliana nao, katupa maelezo yao, tukafanya utaratibu wao, tukasoma na dua yao. Ya Rabbi tunakuomba wajalie shifa kwa hurma na utukufu wako ya Allah Rabbal Alamin. Na yoyote yule ambaye atakayetikia dua hii na kusema amin, naye pia usimwache bali umkidhie na kumuondolea maradhi aliyomsibu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Nasaluka Allahumma bihaqqi ya Rabbi bihaqqi nasaluka Allahumma bihaqqi bismillah awwal naandika na Rahman na Rahim hasi mithali kwa jina lako Dayani. Nashtaki dhurfu alhali bi amradi wa fuqdani taqabbal ya mannan kun fayakun. Ya Rabbi kila aliye na haja mpenali ya Rahman, umkidhie na haja mambo yawe sahalan, umjalie na faraja kila wakati ya badan. تقبل يا منان وكن فيكون تقبل يا منان وكن فيكون. يا رب جعل الشفاء kwa kila mwenye maradhi, dua inayofaa imfaayo mwenye maradhi, yeye kwake ni shifaa kama sunna na faradhi. Taqabbal ya mannan وكن فيكون. Ya Rabbi kila aliyorogwa uchawi umwepuke, kwa dhahiri au faragha hakika umuondoke, bila miguu kusaga hata robo usibaki. Taqabbal ya mannan وكن فيكون. Na alio na shaitani dua hii imuauni, muondolee majini bila hata ya ubani, umdhofu shaitani pande zote mwilini. Taqabbal ya mannan وكن فيكون. اللهم إنا نستشفيك فاشفنا اللهم إنا نستشفيك فاشفنا اللهم إنا نستشفيك فاشفنا إنك على كل شيء قدير. حق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Insha Allah tumemaliza dua. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na nguvu ya kuweza kufanya dua zote hizi tatu, vipengele vitatu, na tukavimaliza alhamdulillah rabbil alamin. Jambo la msingi ni kuisikiliza mara kwa mara dua hii, lakini kadhalika na yale maji pamoja na mafuta. Kama ni maji utatumia kwa ajili ya kunywa na kuoga kwa nia maalum. Mwenyezi Mungu akutilie nuru katika mwili wako, Mwenyezi Mungu akuondoshe maradhi, Mwenyezi Mungu akujalie milango ya riziki zako iende vizuri. Lakini kama ni katika ndoa, basi Mwenyezi Mungu ajalie kuwe na usalama, kuwe na amani na mfano wa hayo inshallah. Na mafuta vile vile tutajipaka kwa nia maalum biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sikilize dua mara kwa mara, kwa sababu Hasanul Basri ana maneno ya hikma, anasema falamma alimtu anna Allaha qadirun ala kulli shay'in, nilipojua tu kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu, wafawadhitu amri ilaihi, na jambo langu nikalichukua nikalipeleka kwake Mwenyezi Mungu ambaye ana uwezo wa kila kitu. Anasema tayakantu, nimepata yaqini ndani ya moyo wangu ya kwamba mambo yangu kad kanat wa in lam takun, tayari ameshakuwa, hata kama bado nitaona mambo yangu yanachelewa, najua tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasogeza pale katika target nzuri ya kunijibia katika yale ambayo ninayakusudia.
Kwa hiyo jambo la msingi ni kuwa na imani madhubuti ya kwamba Mola ni msikivu na bila shaka atatufanyia yale tunayotaka. Isikilize mara kwa mara dua hii, weka nia mara kwa mara, inshallah utaona maajab biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunatoa fursa pia kwa wale ambao nao wanataka wawekwe katika utaratibu wa dua hii itakayofanyika tarehe 13 ya mwezi wa 8 inshallah. Basi ni vizuri sana kuanza kuwasiliana nasi hivi sasa, tupe maelezo yako, alafu tutakupa utaratibu. Tekeleza ule utaratibu kwa haraka. Tuna orodha ya watu kadhaa ambao tunawataka, wakishakamilika basi wewe ukiwa ni miongoni mwa wale ambao watakuwa wako nje ya hisabu ambayo ilikusudiwa, basi kuweka katika orodha. Kwa hiyo jambo la msingi ni kufanya haraka, kueleza kwa haraka habari zako na kuingizwa katika utaratibu kwa haraka. Mambo yatakwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inshallah katika jukwaa letu la leo ni jukwaa la dua, mambo yatakuwa mazuri biidhnillahi alkarim. Na bila shaka tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuanzia tulipoanzia mpaka kufikia hapa tamati kwa jukwaa letu la leo, haswa jukwaa ambalo limebeba maudhui ya dua maalumu kabisa, ambazo bila shaka kwa mtu ambaye atakuwa ametufuatilia kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa, unaweza kuona kitu kikubwa ambacho amekivuna kunako jukwaa letu hili la siku hii ya leo. Kumbuka kwamba hizi zilikuwa ni dua za watu maalum tu, wale ambao taratibu ulifanywa vizuri kwa hatua zake zote, na wakati ukafika kufanya dua yao, ndio imefanyika siku hii ya leo. Maana yake pia na wewe bado nafasi na wakati unao wa kuweza pia kuwasiliana nasi, lakini pia tukaweza kupata taratibu na wewe taratibu ukafanyika, ili siku ya Alhamisi ya mwezi wa 8 tarehe 13 basi iwe pia ni siku ya zamu yako. Na kumbuka kwamba tuna hesabu maalum tu ya watu ambao tunawahitaji, na baada ya kutimia hao basi tutakuwa rasmi tumejifunga orodha yetu hiyo. Na kweli katika swala zima la dua watu huwa hawalali kabisa, wako moto kweli. Kwa hivyo na watu wanahamasika, kwa sababu dua ndio kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha yale ambayo watu walikuwa hawafikiri kama kinaweza kubadilika. Maisha yanaweza kubadilikia hapo, kutoka kwenye maradhi kuja kwenye afya inawezekana kubadilikia hapo, lakini pia kutoka katika masuala ya mizozano, mivutano, kimbiwa kuja katika furaha katika masuala ya ndoa. Dua zinafanya katika hali ya ukubwa wa namna yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na kubwa kabisa tu mimi nikwambie, tatibu zote hizi zinafanyikia hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Kila siku tunakuwepo hapa kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Lakini pia unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0748869733 au 0659869734. Unaweza kutupigia sasa kwa ushauri, ukasikilizwa, ukashauriwa, lakini pia ukapewa mwongozo kwa nini kinapaswa kufanya katika hali iliyokuwa nzuri na kheri nyingi. Naamini sitapatikana. Kubwa kabisa ya ofisini kwetu hapa inapatikana Mkono wa Idi, ipo ambao kina baba ambao wao kwa kawaida yao wana uyope. Kusema yope maana yake ni mtu ambaye anashindwa kuliendea tendo la ndoa au anababaisha katika tendo la ndoa. Ukitaka kuona mwanamke ni namna gani unaweza kumogopa kawa simba nyumbani kwako, ni wewe kuwa unababaisha katika tendo la ndoa. Kibabaisha maana mkeo anaweza kukufokea mbele za watu na usiseme chochote, kwa sababu unajua ukithubutu kujibu basi anaweza kutolea aibu yako na shughuli kaishia hapo. Kwa hivyo ili usiweze kumogopa mkeo, unatakiwa uwe ungurume kweli pale nyumbani, ni wewe tuweze kutumia Mkono wa Idi. Na inapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Hizi zinakuwa chupa 5 hizi, na ni maalumu sana. Hii si booster, hii ni dawa ambayo inamaliza changamoto zote zinazohusu mwanamume kunako swala zima la kuliendea tendo la ndoa. Maana yake hapa nakusudia mwanamume ambaye anatoa mbegu chache, basi hii ina uwezo mkubwa kumfanya akaweza kuzalisha jokani mkubwa na akalishiriki tendo katika ufasaha wa hali ya juu. Kubwa kutengeneza hamasa katika tendo, lakini pia kumfanya mwanamume kuweza kulinda tendo zaidi ya mara moja, tena kwa performance nzuri sana ya kutosha kabisa. Ili uweze kufanya hayo ni kupata tu Mkono wa Idi. Unaweza kumaliza mashaka yako yote hayo ambayo umekuwa ukiyapitia haswa pale nyumbani kwako na ndoa ikalegalega. Basi ukitumia hii ndoa inarudi kuwa mpya kabisa katika kulinda lile tendo la ndoa. Na kubwa pia tunayo dawa yetu ambayo ni ya masuala mazima ya tezi dume. Hii inafanya kazi bora sana. Ukipata hii maana yake ni daktari ambaye bingwa uliona nyumbani kwako,
hasa katika masuala mazima ya maradhi haya ya tezi dume, kwa sababu ana utendaji bora mno kunako kumaliza mashaka ya tezi dume tena bila upasuaji, na inafanya kwa haraka sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukipata prostate ama tezi dume hii, basi una nafasi bora sana ya kumalizana na changamoto ya maradhi haya. Mimi nikwambie tu yote haya yanapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea Jeshini. Mimi ni sina la ziada zaidi ya kukuachia namba ya simu. Tupigie hivi sasa kwa ushauri, kwa maelezo ama maelekezo, basi unaweza ukapata kupitia namba za simu 0748869733 au 0659869734. Tupigie sasa kwa maelekezo na lakini pia na ushauri na kuweza kutufikia. Basi utaratibu ndio huo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, khairi nyingi zitapatikana. Sina la ziada, kwa mtu tutaenda katika jukwaa lijalo, kwa sababu jukwaa lijalo pia litakuwa la moto kulikweli. Kuna mada adhimu sana, lisikupite. Utapata kitu kikubwa sana jukwaa linalofuata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi